Samuel L. Jackson ni mwanamume ambaye amezaliwa katika miaka ya 1948. Huyu katika utu uzima wake alipitia kipindi kigumu sana cha uraibu wa madawa ya kulevya, akajikuta kwamba amekuwa mtumwa wa madawa ya kulevya, na alitafuta mbinu zote za kutoka kwenye uraibu, na Mungu atukuzwe kwa sababu aliweza na akafanikiwa kutoka kwenye uraibu. Sasa kinachotokea ni nini? Anapokuwa na umri wa miaka 40 aligundua ya kwamba alikuwa na kipaji cha uigizaji, na alitafuta kwa mbinu zake zote, akapata nafasi katika filamu inayoitwa Goodfellas. Katika Goodfellas alipewa nafasi ndogo sana, na hii haikumfanya kuwa maarufu, lakini aliendelea kupambana, kuboresha vipaji vyake na kuvikuza zaidi ili vimpe huduma na utajiri aliyokuwa anaohitaji. Na hapo baadaye anapokuwa na miaka 46 alipewa nafasi katika filamu inayoitwa Pulp Fiction. Pulp Fiction ilimpa nafasi kubwa na ikamfanya kuwa star mkubwa sana. Akapewa nafasi nyingine katika Star Wars ambayo ilimfanya naye kuwa maarufu, katika Marvel ambayo pia ilimfanya kuwa maarufu sana. Na huyu anaaminika kwamba ni miongoni mwa wacheza filamu ambao wamefanya vizuri sana na kujenga utajiri mkubwa kwa kutumia tu kipaji chao. Tunapozungumza kuhusu vipaji, watu wengi wanadhani ya kwamba hali hii inastahili tu kufanywa kwa watoto au kwa vijana. Vijana ndio wanastahili kugundua vipaji vyao. Wanasema mambo hayo waachieni vijana. Sio tu kweli, kwa sababu hata wengine katika ule uzee tunaelewa ya kwamba waliweza kufanya vizuri. Ni nani ambaye angejua kwamba KFC ingezaliwa kwa mtu ambaye kupitia mtu ambaye alikuwa na umri wa miaka 65? Huyu anaitwa Harlan Sanders. Harlan Sanders ni mwanaume ambaye ni Mmarekani ambaye alifanya KFC. KFC ni Kentucky Fried Chicken, ambayo ni kampuni, mgahawa unaofanya biashara ya kuuza kuku na chipsi, na iko kwenye nchi nyingi sana ulimwenguni. Lakini historia yake inaonyesha ya kwamba alipokuwa na umri wa miaka 65 alipewa kustaafu, na anapokuwa amestaafu alijiuliza angefanya kazi gani. Akakumbuka ya kwamba alikuwa na kipaji cha kupika, kwa sababu baba yake alikufa bado sana akiwa ni mtoto, na mama yake akaanza kutumika sana muda mrefu sana akiwa hayuko nyumbani. Huyu jamaa Harlan Sanders alitafuta namna yote ya kuanza kupika chakula na kuwahudumia wadogo zake, ndugu zake pale nyumbani. Halafu kipaji hiki kikawa kinakomaa zaidi na zaidi. Hasa alipostaafu, maisha yote aliyotumika, alijaribu kufanya biashara, alitumika kwenye maofisi, lakini maisha hayakwenda. Ila siku alipoamua kutumia kipaji chake, aliamua akishakuwa ni mzee wa miaka 65, na alitumika akaanza kupika kuku. Alichukua kuku, akachukua viungo 11 akavigeuza kuwa vya siri, akaanza kupika kwenye mgahawa mmoja ambao aliufungua kwenye kituo cha kuuza mafuta. Na barabara ile, kwa sababu jaribu huwa haikosi kwenye ile barabara, kampuni ile ilifunga, kwa sababu barabara ile ilifungwa, barabara nyingine kuu ikawa imetengenezwa sehemu nyingine, wateja walikuwa wapite na hapo, na ikambidi afilisike, aamue kufungua kwa mbinu nyingine au kufanya kitu kingine zaidi. Lakini aliendelea kuamini kwamba kwa kutumia vipaji vyake, kwa kuviboresha zaidi, angeweza kufanya kitu kikubwa sana. Alichofanya nini? Akaamua kuchukua sasa ile kuku wake aliyokuwa akiwapika, wale kuku wake aliyokuwa akiwapika, akaamua kuanza kuwatembeza kwa migahawa iliyoendelea. Na historia inaonyesha kwamba alikataliwa zaidi ya mara 1000, lakini mara 1001 akakubaliwa. Na alipokubaliwa, ukawa ni mwanzo mkubwa ambao ni mwanzo wa KFC ambao tunayojua ikiwa kwenye nchi nyingi, na ambao leo inatumia mfumo wa franchise. Na hivyo uelewa kwamba kwa kutumia tu vipaji, hata kama alikuwa ni mzee, alikuwa na uwezo wa kuvikomaza vipaji, akavifanyia kazi, na maisha yakaboreka. Leo ukifika kwenye KFC unaweza ukaelewa ya kwamba hapa kuna historia zima ya kipaji. Mwanamume anayeitwa Rich Karlgaard aliandika kitabu kinachoitwa Late Bloomers, na anapokiandika aliweka watu binadamu katika makundi mawili. Kundi la kwanza aliwaita early bloomers na wengine akawaita late bloomers. Early bloomers kwa maana ya watu wanaong'aa mapema, yaani wao wanang'aa mapema sana. Unamkuta ni mtoto mdogo, lakini akiwa na umri 19 au 20 hivi, unamkuta kwamba ameshakuwa bilionea. Mtoto mdogo lakini bilionea. Anatumia vipaji, labda ni kipaji cha kuchekesha, labda ni kipaji cha kuimba, labda ni kipaji cha kucheza mpira, unamkuta ameshakuwa bilionea, na wale akawaita early bloomers. Kuna wengine ambao waliwaita late bloomers, ni kama hawa ambao tumemaliza kuwaona hapa. Huyu jamaa ambaye tunamuita Samuel L. Jackson, na huyu ambaye tumemuita Harlan Sanders, ambaye amekuza naye vipaji vyake akiwa na umri wa miaka 65. Hao nao pia wapo. Katika uzee ndipo maisha yakawachekea. Katika uzee ndipo vipaji vyao vikafanya kazi, kwa sababu walikuwa hawakuwa kuweza kuvitumia wakiwa ni watoto
wadogo. Sasa nini kifanywe kwenu enyi ma early bloomers na nyinyi ambao ni ma late bloomers, ili mgundue vipaji vyenu? Wale ambao mnangaa kwa kuamkia sana mapema sana, kitu cha kwanza ambacho kinastahili kufanyika hapa, ninajieleza kwa wazazi. Wazazi wawe makini sana kuwaangalia watoto wao, kwa sababu katika utoto ndipo wanaonesha vipaji na uwezo ulio ndani yao. Kuna viwango na umri wa kuangalia namna vipaji vinavyoendelea kujionesha. Unaweza ukaona hivyo kwa watoto walio na umri wa miaka 3 hadi 7. Walio na umri wa miaka 3 hadi 7 wanaonesha katika midundo ya lugha, katika kucheza kwao, katika michezo midogo midogo, katika kutafuta kujifunza lugha. Na katika ile miaka 3 hadi 7, kwa wale walio na akili, aina ya akili ya kilugha, utagundua kwamba ni mtoto wa miaka 3 lakini ameshajua kusema kila kitu. Anajua lugha yote, anajua vizuri sana, na wakati mwingine watu wanacheka kusema huyu mtoto amezungumza mapema sana, huyu ni mjuaji sana. Anaonesha kipaji chake cha akili ya kilugha kinachoendana na akili ya kilugha. Lakini pia wale ambao walio na akili ya kimuziki, utawasikia kila wimbo wanaushika vizuri. Umri wa miaka 3 hadi 7 unamwona anaimba vizuri sana. Hapo vipaji vinaanza kuonekana. Lakini umri wa miaka 8 hadi miaka 12, hapa watoto wanaanza kuonesha vipaji vyao katika michezo. Anaanza penda kucheza michezo ya kujenga, anapenda kucheza michezo ya kiaskari, mwingine anapenda kucheza michezo ya kifundi. Hii yote ni kuonesha vipaji vilivyo ndani yao. Katika ujana sasa, miaka 13 hadi 19, hapo ndipo unawakuta sasa watoto wakifanya nao zile ambazo tunasema zinazoendana na vipaji vyao. Kazi wanazionesha. Katika shule unawakuta walio na vipaji vya uongozi wanaanza kuwakusanya wenzao na kusema kwamba wangefanya kikundi fulani, tufanye kikundi cha wanafunzi wanaojifunza pasipo kuchiti au pasipo kuibia, yani wanafunzi waaminifu. Tufanye kikundi cha wanafunzi fulani. Hawa unaona wanaanza kukusanya wenzao, na wengine wanaanza kuchaguliwa kama viongozi hata kama wao wenyewe hawakusema kwamba mnichague kama kiongozi. Hata katika madarasa pale unawakuta wanasema wanamchagua, huyu ndio atakuwa kiongozi wetu, ana ile charisma ya kutuongoza. Vipaji vinaonekana. Hapo ni katika ujana, miaka 13 hadi 19. Wengine katika mpira wanafanya vizuri sana, wengine katika nyimbo wanafanya vizuri. Tunawaona wote wale katika ule umri mdogo. Lakini wako wengine katika umri wa miaka 20 hadi 35. Hapa ndipo palipo na tatizo kubwa. Unawakuta watu wengi wanadhani kwamba katika umri wanajua kile wanachokifanya, wanajua vipaji vyao. Lakini tunachokiona ni mabadiliko ya kutangatanga kila mara. Unamkuta leo ni fundi, kesho yake ni mwanamuziki, kesho kutwa ni mcheza mpira, kesho yake unamkuta ni mfanyabiashara. Hizi zote ni changamoto wanazopitia, kwa sababu wengine wao wanapokuwa wamekuwa na vipaji zaidi ya kimoja, hawajui tena kujiweka fasi moja ili wakiexplore kipaji angalau kimoja kinachoweza kuwafikisha. Kuna kipaji kimoja ulicho nacho kinachoongoza vingine vyote, kinaitwa core genius yako. Vile vingine vyote vinasindikiza, ni uwezo unaosindikiza vile vingine vyote. Kwa hivyo usitangetange. Hasa hao tunawaita kutoka ule umri wa miaka 3 hadi ile miaka 35, hao ni early bloomers. Wamegundua vipaji vyao wakiwa na umri mdogo. Na sasa nisikilizeni, kwa ninyi ambao ni late bloomers, cha kufanya ni nini? Na ninyi mnachoweza kufanya, mnaweza kujifunza elimu ya kugundua vipaji. Baada ya kugundua vipaji vyenu, vigeuzeni kuwa ajira. Hapana kutangatanga. Fanya hivi. Ukishagundua hiki ndio kipaji changu, nina vipaji 3 4, lakini kuna kimoja kinachotawala zingine, chukua kile kinachotawala ukakifanye kuwa ndio ajira yako, ukakitumikie mchana na usiku, ukakitumikie kwa nguvu na kwa weledi wa juu sana, ili kwamba kipate kukukuza zaidi kwa kufikia kile unachokitaka. Kwenu ninyi ambao ni early bloomers, ninyi ambao mmegundua vipaji vyenu kwa mapema sana, kile ambacho mnachostahili kufanya cha kwanza ni hiki. Gundua ya kwamba wazazi ndio marafiki zako wa kwanza. Wazungumzie kwa amani, kwa upendo, pasipo vita yoyote. Waoneshe ya kwamba mimi nimeshagundua vipaji vyangu, nimegundua hiki na hiki na hiki. Sasa ninahitaji uongozi wenu ili kwamba nipate kile ambacho nitakachokifanya maisha yangu yote. Kwa hivyo mkinisaidia, ninaweza nikaperform na kuendelea zaidi. Acha nikwambie siri, usipambane na wazazi wako. Zungumza nao kwa amani. Kuna kisa cha dada mmoja ambaye aliyesukumwa na baba yake kusomea masomo ya udaktari. Anapokuwa katika kusoma kwake, kumbe alikuwa hajafurahia na alikuwa amegundua kwamba hicho sio kipaji chake. Kwa hivyo alichofanya ni nini? Alichofanya, akaamua kusoma, akaendelea kusoma. Ile siku ya kugraduate, alichofanya ni nini? Akachukua ile kofia, akachukua yale maua, akachukua ile kanzu, akaviweka kwenye miguu ya baba yake, akasema, baba, nimesoma ulichokuwa nakipenda, mimi niruhusu sasa niende nikasomee sasa na mimi nilichokifurahia na ninachokipenda. Unafikiri baba alimkatalia? Aliendelea. Kwa hivyo zungumza na wazazi tu kwa amani, na wazazi mnaotusikilizeni, isiwe mwanzo wa kupambana na wazazi wenu. Sikilizeni, kwa sababu huu ni muda mzuri ambao mnaweza kuwasaidia wanenu ili kwamba wapate kuendeleza vipaji vyao.
Katika masomo yaliyopita tumezungumzia mambo mengi sana kuhusu ugunduzi wa vipaji na tunaendelea. Episode 16 zimeshapita, hii ni ya 17 na wewe unaweza ukajifunza zaidi na zaidi. Mimi ninafurahi sana kwa sababu umesikiliza somo hili. Ninakusihi uchukue hatua. Hatua za kuchukua nimeshakwambia. Jifunze elimu ya kugundua vipaji. Ukishagundua vipaji vyako, vifanyie kazi usiku na mchana. Usichoke kufanyia vipaji vyako kazi. Vifanyie kazi kwa sababu hivi vinaweza kupatia huduma unayoitaka, vinaweza kupatia utajiri unaotaka. Mimi nitafurahi sana kusoma kwenye comment. Ikiwa kuna wazo lolote ambalo ungetaka kwamba na mimi nipate kulichangia, unaweza kuniandikia pale kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.